wewe kama ni Mkristo mwaminifu, ni kwamba chukua hatua, yani uwajibike ili kazi ya Mungu isonge mbele. Yani tukiwa na moyo kama wa Nehemia ambaye aliguswa akachukua hatua ya kuomba ruhusa kwa mfalme ya kuanza kutafuta matilio, akaanza kutafuta sapoti ili wamsapoti, ili kazi ya kujenga malango, kujenga kuta za Yerusalemu iweze kukamilika. Huo ni uwajibikaji. Leo unawajibika kwa namna gani wewe kama Mkristo? Maisha yako ya Kikristo unawajibika namna gani ili Bwana afanye mema yaliyo machoni pake? Unawajibikaje kwa mke wako, kwa mume wako, kwa watoto wako? Unawajibikaje kwa wazazi wako? Wewe uko huku Dar es Salaam, wazazi wako mkoa. Kwa ndugu zako unawajibikaje? Tunawajibikaje kwa wahitaji? Tupo na yatima ndani ya kanisa, tupo na wajane ndani ya kanisa, tunawajibikaje? Kwa hiyo tunajifunza kutoka kwa Nehemia jinsi alivyowajibika. Waweza kujifunza nini kutoka kwa Nehemia? Uwajibikaji wa Nehemia. Je, sisi tunaweza tukaiga nini? Nehemia ambaye alikuwa ni mtumishi katika kasri ya mfalme. Ukisoma sura ile ya kwanza mstari wa kwanza, alitumika ngomeni, Shushani ngomeni. Kazi yake huyu Nehemia, kwa lugha nyingine, alikuwa mnyweshaji wa mfalme, ya kwamba wajibu wake ni kwamba kabla mfalme hajala chakula chochote, kabla hajanywa kinywaji chochote, wajibu wake huyu Nehemia alikuwa ni mnyweshaji, anaonja kwa ajili ya usalama wa mfalme. Nehemia hakuwa mfalme, Nehemia hakuwa kuhani, Nehemia hakuwa nabii, bali alikuwa ni mtumishi katika kasri ya mfalme
pale Shushani ngomeni, alikuwa ni mfanyakazi. Alikuwa ni mfanyakazi kama wafanyakazi wengine. Alikuwa ni mfanyakazi kama wewe ulivyo na kazi katika eneo lako. Nehemia aliwajibika kwa namna gani? Nina mambo manne ambayo ninapenda kukueleza, tujifunze kwayo, tuone jinsi ambavyo Nehemia alivyowajibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwajibikaji wa Nehemia ulianza pale alipowasikiliza. Kile kitendo cha kuwasikiliza tayari ulianza uwajibikaji wa Nehemia mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Ile sura ya pili, yule Hanani na ndugu zake Nehemia walipoulizwa, wakaanza kunareti ile story, wakaanza kusimulia habari za Yerusalemu na habari za wale watu waliosalia, ya kwamba wako kwenye distress, wako kwenye shida, wako kwenye dhiki nyingi. Nehemia alikuwa attentive kusikiliza kile kitendo cha kusikiliza, ile hatua ya kusikiliza. Ndugu yangu, ninakwambia ya kwamba mtu ukimsikiliza, hata kama hujampa pesa, ukimsikiliza anaweza akaanza kupata uponyaji. Daktari, ukiwa na mgonjwa, ukakaa vizuri kumsikiliza mgonjwa, ukamsikiliza anavyosimulia, anavyohangaika na mwili wake, na akakuona kwa kweli mko pamoja, yule mgonjwa ataanza kupokea uponyaji, kwa sababu unamsikiliza, kwa sababu unamjali. Kwa hiyo kuwajibika kwa huyu Nehemia tunaanza kumuona pale anaposikiliza. Usikilizaji mzuri sio kusikia, ninasema kusikiliza. Ninatamani leo hii tuwe na wazazi wanaowasikiliza watoto wao. Ninatamani tuwe na watoto wanaosikia sauti za wazazi wao na kuwasikiliza. Ninatamani wale wanaoongozwa wawasikilize viongozi wao. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tunawajibika mbele za Mungu na mbele za watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nehemia hakuwajibika tu kwa njia ya kusikiliza. Baada ya kusikiliza, ni nini kilichofuata? Baada ya kusikiliza na kuelewa shida, dhiki wanayoipata, hali ya mji wa Yerusalemu, moyo wake uliguswa baada ya kuwasikiliza. Kama tunavyosoma katika mstari wa 4, moyo wake uliguswa na kisha akaomboleza. Maana yake kila alichokisikiliza kilimwingia moyoni, moyo ukaguswa. Ikiwa tunataka kuwajibika mbele za Mungu, ndugu zangu, leo hii ninawatia moyo ya kwamba turuhusu moyo uguswe na kile unachokisikia. Moyo ukiguswa, hakika utaleta mabadiliko. Moyo ukiguswa, hakika utaleta uponyaji. Moyo ukiguswa na kuomboleza, hakika kuna kitu kizuri kitafanyika. Kwa hiyo Nehemia, katika kuwajibika mbele za Mungu na watu, tunaona ya kwamba hakuishia tu kusikiliza. Baada ya kusikiliza na kuelewa tukio lote, tunaona kitendo kingine ambacho Nehemia anakionyesha, ni kwamba moyo wake uliguswa na akaomboleza. Yuko katika hatua ya kuwajibika mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaposikiliza na kihisia, emotion inapokuwa connected, kumbuka hapo unaenda kutengeneza matokeo makubwa. Kumbuka hapo unaenda kuleta matokeo makubwa. Maana yake unahusika katika swala zima la kuwa accountable before God and people. Jambo la tatu, aliwajibika namna gani huyu Nehemia, ambacho na sisi tungetamani tuweze kuwajibika?
baada ya kuguswa moyo wake na kuomboleza, hatua iliyofuata kwa Nehemia ilikuwa ni maombi. Na sio maombi tu, ni kwamba aliomba na kufunga kutokana na habari aliyoipokea, kutokana na kile alichokisikia. Akaanza kuomba, kumlilia Mungu kwa maombi. Katika ule mstari wa 4 hadi mwisho wa sura ya kwanza mstari wa 11, yale ni maombi ya Nehemia. Maana yake alianza kuomba. Kuomba hapa kuna maana gani? Alianza kuomba kwa ajili ya kuonyesha utegemezi wake kwa Mungu. Ni Yesu amesikiliza, ni ndio ameguswa moyoni. What next? Kabla ya kufanya kitendo kingine, anaamua kumuomba Mungu, kupiga magoti, kumlilia Mungu. Aliutafuta uso wa Mungu ili apate maongozo ya Mungu, ili apate hekima ya Mungu, ili apate msaada wa Mungu. Amuombe yule Mungu muumba mbingu na nchi. Kwa hiyo tunakumbushwa ya kwamba mojawapo ya kuwajibika mbele za Mungu na watu ni kuomba na kufunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama tunasimamia ajenda za Mungu, kama tunasimamia kazi za Mungu, ndugu zangu, kanisa la Mungu, hatuna budi kuomba. Ni lazima tuwe waombaji. Hicho ndicho tunachojifunza kwa Nehemia. Baada ya kupata taarifa za shida ya nyumbani, ya kwamba malango yameteketea, kuta zimebomoka, watu wako kwenye dhiki nyingi, uwajibikaji wake mwingine unakuwa ni maombi. Na jambo la mwisho la 4, jinsi alivyowajibika Nehemia. Hakuishia kusikiliza tu, hakuishia kuomba tu, hakuishia kuhuzunika tu. Nehemia alichukua hatua nyingine, ya kwamba hatua ya vitendo. Aliamua kuchukua hatua ya vitendo, yaani hayakuishia maneno tu, hakuishia kulaumu tu. Nehemia hakuhusika na makosa yale. Nehemia hakuhusika na matendo ya uchomaji na watu kuwa kwenye dhiki, lakini akalipokea lile jukumu, akaliishi kwa vitendo. Katika Nehemia sura ile ya 2 aya ya 20, tafadhali utuonyeshe ule mstari wa 20 wa Nehemia sura ile ya 2 aya ya 20. Nehemia alifanya nini? Nehemia alifanya nini katika uwajibikaji wake? Ndipo nikawajibu nikawaambia, Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha. Kwa hiyo sisi watumishi wake tutaondoka na kujenga, lakini ninyi hamna sehemu wala haki wala kumbukumbu katika Yerusalemu. Hilo ni jibu kwa wale maadui, wale wapinzani, wakina Tobias na Sanballat, walioanza kumbeza, walioanza kumcheka. Akawaambia katika mstari huo, tunachokiona ni matendo. Anaamini ya kwamba Mungu atatufanikisha. Kwa hiyo anawaambia ya kwamba waondoke, tutaondoka na kujenga. Kwa hiyo tunaona uwajibikaji wa Nehemia unageuka, unakuwa kivitendo zaidi. Na pengine hapo ndipo ambapo tumepungua sisi wa Kristo, na pengine ni wachache ambao wanafanya kwa vitendo, wanafanya kwa vitendo. Pengine Yesu tunasikiliza, Yesu tunaguswa, Yesu tunaanza kuomba, lakini ni zaidi ya kuomba, ni zaidi ya imani. Kinachotakiwa tena basi, imani iliyo hai, imani isiyo kufa, ni ile ambayo inaambatana na matendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pengine mahali hapo ndipo tunapopungua wengi.
tunaishia kwenye yale matatu, tunaishia kwenye imani, lakini kwenye vitendo inakuwa ni changamoto. Na ujumbe wa leo unatukumbusha kuwajibika pia kwa vitendo. Kuwajibika kwa vitendo kunafungua baraka, kunafungua njia, kunafungua mafanikio. Kuwajibika kwa vitendo. Ninaamini kila siku tunapokea habari mbalimbali, habari za ndugu zetu, habari za jamii, habari za mahangaiko ya watu, habari ya uhitaji mbalimbali tunazipokea. Swali ni kwamba tunawajibikaje tunaposikia hizo habari? Unawajibikaje unaposikia habari ya ndugu zako wako kwenye shida kule mkoa? Unawajibikaje unaposikia habari yoyote? Kumbuka, sisi wa Kristo ni nuru ya ulimwengu, ni chumvi ya dunia. Sisi wa Kristo tunapaswa kuangaza, tunapaswa kuwa munyu ya kuleta ladha katika jamii. Unawajibikaje katika jamii, katika taifa la Tanzania? Je, wewe ni sehemu ya kuleta amani, ama kuchochea, kuvuruga? Unawajibikaje? Macho ya Bwana yanakutazama wewe mme, yanakutazama wewe mke. Macho ya Bwana, uwajibikaji wako ukoje? Ningetamani leo tuwe na kina Nehemia ndani ya kanisa, tuwe na kina Nehemia katika familia zetu. Muombe Mungu akuinulie Nehemia mwajibikaji mbele za Mungu. Muombe Mungu atuinulie wakina Nehemia. Kanisa likiwa na kina Nehemia wengi, familia zetu zitapona, ndoa zetu zitapona. Ikiwa familia zinakuwa na kina Nehemia, zinakuwa na watu ambao ni wawajibikaji mbele za Mungu, taifa letu linaweza likapona. Ikiwa ndani ya makanisa watainuliwa wakina Nehemia, ni wakati wa kumwomba Mungu atuinulie wakina Nehemia. Tuwe na kina Nehemia wengi ili tuwajibike mbele za Mungu. Nehemia akasema, sasa tuondoke, tujenge mahali palipobomolewa. Ni mahali gani pamebomolewa? Katika familia yako, kwa watoto wako. Kuna eneo gani ambalo lina brokenness, limebomolewa, limevunjika? Uchukue hatua kama Nehemia ya kuwajibika mbele za Mungu. Hata wewe unayenifuatilia kwa njia ya mtandao, ninasema na wewe, ninasema na kila mtu, kuwajibika mbele za Mungu hakuhitaji degree ngapi? 4. Mimi sitaji zile 4 za yule, hazihitajiki hizo. Kuwajibika mbele za Mungu ni kwa kila mmoja. Kwa mtoto, tuandae watoto wetu wawe wajibikaji. Tukiwajibika mbele za Mungu, hakika Bwana atafanya mema machoni pake, atatufanyia sisi mema machoni pake. Ataendelea kubariki kazi zetu, ataendelea kulibariki kanisa letu.